Kina Studio. Wapendwa katika Yesu Kristo wa Nazareti li hai, mwanakondoo ameshinda. Karibu sasa kwa mmoja wetu tuende tukatazame marejeo ya mafunzo tuliyoyapata kwa kipindi cha siku 5 za mafunzo ya ujasiriamali kwa watu wenye ulemavu na walezi wao kuhusu mbinu za kuongeza thamani ya mazao ya kilimo ili kuboresha kipato cha kuinua ustawi wa maisha yao pamoja na familia zao. Mimi naitwa Jongo. Leo tumepata wafadhili bila kunyanyapa, walemavu tuwezeshwa. Kabla hatujaendelea, nikukumbushe kuwa huu ni ushahidi tosha na wazi kabisa wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi kupitia idara ya udiakonia kushirikiana na shirika la furaha ya wanawake viziwi Tanzania, yaani FUWAVITA, kwa namna wanavyofuata misingi ya Yesu Kristo kwa kutangaza Injili na kusaidia jamii, wakifadhiliwa na shirika la Mission 21 lenye makazi yake kwa Basel nchini Uswisi. Sweet mama 21 Mission. Na sasa tuanze na siku ya kwanza. Katika siku hii ya kwanza baada ya kuwasili, waandaaji wa semina, wakufunzi pamoja na washiriki tulipata bahati ya kusikia maneno ya ufunguzi kutoka kwa mwenyekiti wa halmashauri kuu ya kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, baba yetu mchungaji Paul Mwambalaswa. Alipowakuta watu ambao, nitumie lugha nyepesi sana, wenye changamoto ya maisha, alifika mahala akawaponya. Yesu aliwaombea wagonjwa wakapona, lakini Yesu aliwaombea wenzetu waliofariki wakafufuka, akiwepo Lazaro na binti mmoja wa mzee wa Naini. Aliwaombea ili waweze kufufuka. Kwa hiyo walifufuka, watu waliponywa magonjwa yao, wakaendelea kuwa na maisha ya kawaida kama hivi jinsi tulivyo sasa hivi. Kisha tulipokea maneno ya faraja na kutiwa moyo kutoka kwa mwenyekiti wa wilaya yetu hii ya Mbalizi pamoja na katibu wake, mkurugenzi wa Kodiso pamoja na mchungaji mwenyeji wetu. Na hapa sasa ndipo wakufunzi kutoka shirika la FUWAVITA wakiongozwa na Brother Bosco wakafungua kitabu cha masomo ya siku 5 kwa washiriki. Naam, katika siku hii ya kwanza washiriki walipata bahati ya kujifunza jinsi ya kuongeza thamani ya mazao kwa kuandaa vikokoto pamoja na tambi. Kwa hiyo na anasema katika maandalizi yake hivyo vikokoto ametumia unga kilo 2 katika kutengeneza hivyo vikokoto mchanganyiko wake. Sukari amesema ataweka vijiko 3 visizidi. Kwa ukiona bado hazijawa na ugumu, usiache hivyo hivyo mpaka ugumu patikane, ndio utaweza kuzigeuza. Kwa sasa hivi tumeona bado zina utepe, utaziacha kwanza, tena utaongeza dakika kama dakika 3 mbele. Baada ya siku ya kwanza kukamilika, niliwauliza washiriki kama muda mchache wa masaa waliokaa, je, wameelewa chochote? Hapa wanakili wazi pasi na shaka namna siku hii ya kwanza mambo yalivyokuwa. Mimi tangia nimekuja asubuhi mpaka sasa hivi, kweli kabisa mwanzo nilikuwa sielewi chochote, ila kwa wakati huu najivunia sijashinda bure. Haya mafunzo kwa imani yanaweza kutuwezesha ili kuweza kujimudu katika maisha yetu. Hivyo basi ndani ya siku 5 hii nadhani mambo mengi wale wakufunzi wetu wanao tufundisha, vichwa vyetu vitakuwa vimepanuka kwa usahihi. Siku ya pili washiriki wanaamka wakiwa na morali kubwa ya kujifunza, na baada ya kuwasili washiriki wanaendelea na walipoishia jana, na katika siku hii ya pili wanafundishwa namna ya kuandaa mvinyo, biskuti, viungo vya chai na kuongeza thamani katika bidhaa ya ubuyu.
bila kunyanyapa, walemavu twawezeshwa. Na baada ya shughuli nzima ya siku ya pili, hatimaye siku ya tatu inawadia, ambapo washiriki wanapata tena mafunzo ya namna ya uandaaji wa pilipili ya boga, siagi ya karanga pamoja na kripsi za ndizi. Siku ya 4 inawadia, ambapo hapa wakufunzi wanawapitisha washiriki katika kuandaa mvinyo baada ya kufundika kwa siku kadhaa. Kisha shughuli ya kujifunza namna ya kuandaa skonzi, bagia na mandazi inaendelea. Mimi sijafahamu kwa sababu natumia alama na vizuri wanielewe sawa. Wafanya kazi waangalia hawa. Sawa. Hakikisha maji yana dawa sawa. Yaweka dawa. Baada ya siku ya 4 kutamatika na hatimaye siku ya 5 ni leo, ninalazimika sasa kusikia kutoka kwa washiriki pamoja na wakufunzi, na kubwa zaidi nikitaka kujua, je, baada ya siku 5 za mafunzo tutarajia nini kutoka kwao? Nimepata kufanikiwa ujuzi wa kutengeneza bagia, mandazi, ubuyu, tambi. Kwa kweli kimenipa mafanikio makubwa sana. Matarajio yetu ni kwamba kufunguliwa kwa namna ya kiuchumi. Ndio matarajio yetu, kwamba hatutakuwa katika hali tuliyokuwa mwanzo. Tutakuwa na hali ya kufunguka kwa namna ya kujitegemea. Kwa semina hii tokea Jumatatu tumeanza, tumepata mabadiliko. Tulikuwa hatuelewi chochote jinsi ya kutengeneza hizi bidhaa. Tunamshukuru Mungu, kanisa la Moravian Jimbo la Kusini Magharibi na idara ya udiakonia wametuletea wakufunzi, wametufundisha kutengeneza hizi bidhaa. Tunamshukuru Mungu, tutaendelea kujifunza, tutaendelea kutengeneza, zitatukwamua katika uchumi. Ndugu zangu, viongozi wangu, wachungaji na watheolojia, kila uchuao mnatukumbusha kushukuru, na hata ukisoma kitabu cha Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18, hii ni barua ilikuwa na Mtume Paulo akishirikiana na Silwano na Timotheo kwa ajili ya kanisa la waamini wa Yesu Kristo lililokuwa katika mji wa Thesalonika, na hapa washiriki wanatoa neno la shukrani. Mwisho kabisa, naomba kuwashukuru shirika la Kuavita na shirika la Mission 21. Mungu awabariki na Mungu awaongezee. Wote waliowezesha kutuletea hii semina na kutufundisha. Barikiwe na Bwana. Ninawashukuru sana kanisa la Moravian, usharika wa Mbalizi, kwa kukubali kutupokea sisi wanafunzi ili tuweze kujifunza. Pia ninawashukuru Kodiso kwa mafunzo yao, kwa kujitolea kutufundisha, kwa sababu wamethamini uwepo wetu ili na sisi pia tuweze kujikwamua kimaisha. Mungu wa mbinguni awabariki, awazidishie. Shukrani zangu kwa kanisa la Moravian, kwanza kutambua udiokania jinsi unavyopaswa kufanyika, kwa sababu huko nyuma tulikuwa tunasikia neno udiokania, lakini sasa matendo yake jinsi yanavyopaswa kiudiokania ilikuwa hamna. Kwa sasa hivi Moravian nashukuru sana, kwa sababu imelenga jinsi udiokania ambavyo inatakiwa ufanyike, na ninaomba kwamba hata hivyo na mahali pengine waige mfano huo. Mafunzo haya ya siku 5 yanatamatika leo.
bila kupepesa macho, ni wajulisha kuwa mimi nitakuwa shahidi mkuu na barozi wa kuyasimulia haya, kwa kuwa nimeyashuhudia kwa macho yangu na kama washiriki walivyosikika. Shukrani za dhati ziende kwa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi kupitia idara ya udiakonia inayosimamiwa na timu ya wadiakonia ikiongozwa na Brother Eliud Mahenge. Kipekee kamati tendaji ya kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, shirika la furaha ya wanawake viziwi Tanzania FUAVITA, shirika la Mission 21 lenye makazi yake Basel nchini Uswisi likiwa chini ya uratibu wa Sister Adrian na timu yake ya hapa nchini Tanzania. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipowashukuru washiriki wote na vyombo vya habari vikiwemo Njiwa na Baraka Media. Mimi naitwa Jongo. Makala hii pia inapatikana kupitia kurasa za Kodiso Tanzania, Baraka Media, Njiwa Media pamoja na FUAVITA. Mwanakondoo ameshinda. Pia tunamshukuru mkurugenzi wa FUAVITA Madam Anet pamoja na walimu wote wa ujasiriamali. Nasema asanteni sana kwa kutupa elimu bora.